DW. Maoni. Katika ulimwengu usiotabirika wa siasa za Kenya, miungano inaundwa si kwa urahisi tu bali kupitia historia, utambulisho wa pamoja na kuheshimiana. Kenya imeondokewa na mwanasiasa nguli, mwanasiasa mkongwe aliyekuwa na mchango mkubwa katika siasa za taifa hilo, Raila Amolo Odinga. Maswali mengi yanaulizwa. Hali ya siasa Kenya itakuwaje bila Odinga? Je, Kenya iko katika njia panda? Je, pengo kubwa la kisiasa ambalo ameliwacha Odinga litajazwa na nani na baada ya muda gani? Kwa maswali haya na mengine mengi tunaye katika laini ya simu katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara hivi leo, Maimuna Mwidau. Yeye ni mchambuzi wa siasa akiwa katika mji wa bandari wa Mombasa huko pwani ya Kenya. Tunaye pia vile mchambuzi wa siasa Martin Olo akiwa mjini Nairobi, Kenya, na tunaye katika laini ya simu kutoka huko nchini Marekani Profesa David Monda. Mimi ni Josephat Charo ambaye nitakuwa mwenyekiti kuongoza mjadala wetu wa leo. Karibu sana msikilizaji. Na moja kwa moja basi tuanze kipindi chetu, ni mkaribishe hapa Bi Maimuna Mwidau, na kwanza kabisa tuangalie ile hali ya siasa ya Kenya jinsi ilivyo kwa wakati huu tulio nao baada ya Raila Odinga kuondoka na kuzikwa. Naam, asante sana Charo kwa mwaliko wako wa leo. Na kama ulivyosema, hapa nchini tumekuwa na wiki nzima baada ya kuondokewa na kigogo mkubwa wa kitaifa, Raila Amolo Odinga, ambaye pia ni kiranja mkuu wa chama cha ODM kilicho na wafuasi wengi na wabunge wengi katika bunge. Kwa hiyo kuondokewa kwa kiongozi kama Raila Odinga katika nchi na katika chama chake ni pigo kubwa, kwa sababu amekuwa msemaji mkubwa wa kupigania haki za kila mtu katika nchi. Na Waswahili tunasema mti mkuu kigwa wana ndege huyumbayumba. Kwa hiyo kuondokewa na Raila sasa hivi kumekuwa na sintofahamu fulani ya kisiasa ya kuangalia ni nani atakayeweza kuvaa viatu vyake ambavyo ni vikubwa tena vizito, ni nani ataweza kutoa mwelekeo ama kuweza kukosoa serikali ikiwa imekosea. Hapa ndio hiyo tafaruku imejitokeza tangu amezikwa, na tumesikia viongozi wa chama chake wakizungumza kwa njia mbalimbali. Wengine wanasema tutabaki kwenye serikali kwa sababu baba ametuweka. Wengine wanasema hakusema tutabaki kwenye serikali ila tutakuwepo sasa mpaka hapo itakapofika 2027 tutajua la kufanya. Kwa hiyo huu mtafaruku umekuwa wazi, wale wanaotoka sasa ama watatoka baadaye ama watabaki. Hayo ndo masuala makubwa yamekuwa yakiongewa na viongozi. Martin Olo, unamsikia hapo Bi Maimuna Mwidau amesema ndege wakati huu huenda wakawa wanahangaika, wanapata tabu, hawajui wafanyeje. Ungeweza kusema kwamba Kenya iko katika njia panda kisiasa? Asante sana, na nimemsikiza Bi Maimuna, na ningependa kusema kwamba ukweli ni kwamba tumempoteza kigogo mkubwa wa kisiasa, lakini ningependa kusema kwa njia hii tumepoteza mtu ambaye kisiasa alikuwa na maisha ya aina tatu. Kwanza kabisa alikuwa ni mpinzani mkuu aliyetetea haki za binadamu, na akaumia ama akapata kufungwa jela na mambo kama haya. Pili, ni mtu ambaye pia amekuwa kiongozi na mhudumu pale kwenye bunge na hata serikalini. Akawa mbunge, mwisho na kwa wakati fulani akawa waziri mkuu. Na tatu, ni mtu ambaye ingawa alikuwa anacheza siasa za kiupinzani ama siasa za kutaka kuunda serikali, mara nyingi hakupata nafasi ya kuunda serikali, lakini pia hakuwa mbali na serikali. Kwa hivyo alikuwa akikosa nafasi ya kuwa serikalini, angepata nafasi kupitia kwa njia inayoitwa ya kubadilisha salamu na akawa serikalini. Sasa ukisema kwamba tumempoteza mtu ambaye itakuwa ni vigumu kuweza kupata mwingine katika sehemu yake, ni kweli, lakini pia ni kusema kwamba maisha aliyeishi, siasa alizozipiga yeye zilikuwa zake yeye kibinafsi. Ni mtu
mtu alifanya kazi na Kenyatta, alifanya kazi wakati wa Moi, alifanya kazi na Kibaki, alifanya kazi na Uhuru na amefanya kazi na Ruto. Kwa hivyo katika hali hiyo tutapata mtu ambaye hawezi kuwa na maisha ambaye kwa siasa amekuepo kwa muda mrefu kama huo. Siasa zinaenda zikibadilika na bila shaka yeye amefanya mchango wake. Tukitafuta demokrasia amefanya mchango wake. Tukitafuta katiba mpya amefanya mchango wake. Tukitafuta siasa za upinzani amezifanya na pia siasa za serikali amezifanya. Nafikiri ningependa kusema kwamba yes, mti umeanguka, ndege watatafuta mahali pengine pa kuegea na bila shaka kutafuta maisha yaendelee. Kwa hivyo Kenya itaendelea na kisiasa tunamkosa yeye, lakini bila shaka tulipomzika na pia tukazika siasa za wakati wake na pia mwelekeo wa wakati wake, na kile tulicho nacho kwa wingi wa watu sasa hivi ni vijana, na vijana hawa wana matakwa yao na bila shaka watatafuta kuzindua mbinu zao pia. Haya, asante sana Profesa David Monda. Ni enzi mpya kama anavyosema Martin Olo, na kwamba pengo kubwa la kisiasa ambalo tunalizungumzia lililoachwa na Odinga litazibika tu na haitachukua muda mrefu sana vile, kwa sababu wapo vijana sasa hivi na siasa za Kenya zimebadilika. Unasemaje Profesa? Nasema siasa lazima zitabadilika. Siasa zitakuwa zile endelevu, zitabadilika kwa njia fulani, lakini pia zitakuwa endelevu kwa njia nyingine. Nasema ya kwamba zitakuwa endelevu kwa njia za kimsingi, kukusanya kura kwa misingi sana sana za kikoo na kikabila. Nadhani nafsi hiyo bado itaendelea. Zitaendelea kwa nafsi hizi za vyama pia kuongozwa kwa misimamo ya waanzilishi wa vyama hivyo, kama kwa mfano ODM ilivyoanzishwa na Raila Odinga. Kuna wengine wanasema itafifia, vile UDA ilianzishwa na William Ruto, pengine akitoka pengine itafifia. Siasa hizo zitaendelea, lakini nafikiria kwa upande mwingine kumalizia, zitabadilika kwa sababu sasa hawa vigogo wa kieneo na kikanda, kama kwa mfano Raila Odinga kuwa ngome wa kura sana sana za kutoka eneo ya Nyanza, zile enzi za mfano Mulu Mutisia kwa kigogo tuseme kwa kura za kutoka eneo ya Ukambani, wale vigogo tuseme Sharif Nasir kwa kigogo wa vyama kutoka upande wa Pwani. Nadhani siasa hizo tena zitabadilika, na pia kura za majenzi pia ni kama zitaleta hali ya kubadilika kwa siasa kwenda mbele kule Kenya. Haya, tuangalie mustakabali wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, ambacho hiki Raila alikuwa kama gundi iliyokuwa imekishikilia chama hiki kwa pamoja kabisa. Kipi kitarajiwe Bi Maimuna kuhusiana na umoja huu wa chama, na je, kama chama hiki kitavunjika vipande pengine na kusambaratika? Kama ulivyosema Charo, Raila alikuwa kama gundi ambalo na tumempoteza hapo Bi Mwidau. Swali hili ni kutupia wewe Martin Olo. Unaona ni kitu gani ambacho kitatokea katika chama hiki cha ODM? Ndugu Charo, niseme hivi kwamba siasa za Kenya na hasa siasa za vyama ni siasa za watu binafsi. Kumbuka ya kwamba Raila Odinga ndiye alikuwa ODM na ODM ilikuwa Raila Odinga. Sasa hivi Ruto ndiye UDA na UDA ni Ruto. Uhuru ndiye Jubilee na Jubilee ni Uhuru. Kwa hivyo utaona ya kwamba siasa zinachukua mrengo wa labda anaye kigogo wa chama hicho. ODM tulivyoijua imeenda naye Raila. Kuna sasa makundi ambayo yamegawanyika, makundi ya kikabila na kimaeneo ambayo yanasema ya kwamba sisi tutafuata vile tuliambiwa na Raila, na kuna makundi mengine yanasema sisi tutabaki kama chama, na wengine wanasema sisi tulipoacha serikali tutakaa pale serikalini, na wengine wanasema tuliambiwa ya kwamba tunaenda hadi pale 2027, tukifika hapo tutajipanga.
naye rais mwenyewe anasema kwamba mimi kama sitakubali ODM hiyo upinzani, ODM itakuwa serikalini ama ndio itakuwa serikali. Kwa hivyo mambo haya ni tayari tumeona wazi wazi kwamba hatutapenda mbali ya hayo mambo. Ukweli ni kwamba hatutakuwa na chungwa jinsi tulivyolijua wakati wa Raila. Yeye ndiye alikuwa anashikilia ili chungwa baada ya Raila litaingia vipande. Asante. Haya, nafahamishwa Bi Mwidawa amerejea katika laini ya simu. Ulikuwa umeanza kutoa maelezo yako, endelea. Naam, samahani Charo. Kama alivyosema Olon, nimesikia kidogo hapo mwisho kwamba hapa kama nilivyosema gundi limeshabanduka sasa. Kwa hiyo ukisikiza wale viongozi na uzungumza, hususan wale ambao wana umri mdogo kama kina Sifuna, kina Babu Owino, hawa wote ni wa umri mdogo ambao maono yao pia ni tofauti na wale wazee waliokuweko wakati wa tangu Raila akianza siasa zake. Kwa hiyo kubanduka si kwa ubaya, ni kwamba kuna wengine wanaendelea kukua na kuna wengine wanaenda kustaafu. Kwa hiyo mabadiliko ni makubwa yatakuja. Kuna wale watajitoa kabisa, wasimame na msimamo wao kwamba wataka kuwa upinzani, na kuna wale watabaki tuendeleze sera zetu vile tulivyokuwa na baba. Kwa hiyo hii mirengo itajitokeza, na ni nafasi nzuri sana ambao rais amejipatia hapo kwamba atavuna mahali kidogo. Katika siasa hizi za siku hizi za Kenya utakuta wakimaliza muhula kile chama kinakufa, kinazaliwa kingine na watu waenda mbele. Kwa hiyo hatutegemei kwamba kutakuwa ni jambo jipya, si jambo geni, ni jambo la kawaida. Leo Kibaki alikuwa na chama kingine, wale walikuwa na Kibaki sasa hivi wengine walikwenda chama cha Jubilee, wengine wakaenda KANU, wengine wakaanzisha kwingine. Imekuwa ni mtindo ambao twasubiri tu kuona ni kina nani watakwenda upinzani na kina nani watabaki kwenye serikali. Haya, Profesa, makundi yanajitokeza ni kama matatu hivi. Wale ambao wanasema tuliachwa na baba katika serikali, kina Gladys Wanga hawa. Unaona kwamba chama cha ODM kwa hapa ambapo tupo kweli kinaweza kubaki kama nguvu hadi kufikia 2027 ama unaona kinaweza kikasambaratika hata kabla mwaka huo? Itategemea vile wanasiasa watakavyo cheza karata zao. Kuna uwezekano ya kwamba chama cha ODM kisambaratike pale ambapo tuseme hawa wanasiasa chipukizi kama Babu Owino, kama Sifuna wakifurushwa kwenye chama. Na tumeona wanasiasa kutoka UDA kama Senator Cherargei wanasema kwamba mtu kama Sifuna lazima afurushwe kwenye ODM. Ikifanyika hivyo, kuna uwezekano ya kwamba wafuasi wa ODM sana sana kutoka eneo ya magharibi na eneo ya Nyanza Kusini wote wakaondoka kwenye chama cha ODM, hususan wakati huu pia tukiangazia kwamba Fred Matiang'i anawania urais. Kwa hivyo kuna hiyo uwezekano. Jambo la pili ni kwamba pengine chama kikae imara na kiendelee pale ambapo tuseme hawa wanasiasa chipukizi kama Babu Owino akipewa kwa mfano cheti cha waziri, cheti cha CS kwenye serikali, au ODM ihakikisha kwamba kwa mfano atapewa ile tikiti ya ugavana mwaka 2027. Lakini pia kuna uwezekano ya chama tena kutawanyika tena pande mbili pale ambapo kikundi cha pili cha Orengo na Nyong'o na kikundi cha hawa vijana chipukizi waondoke kwa chama cha ODM na waunde chama chao, kando na hawa mayatima wa Raila Odinga, wanasiasa kama Gladys Wanga, wanasiasa kama Junet Mohamed, Opiyo Wandayi. Wengi wao ambao hawataki kutoka kwenye serikali kwa sababu ya nyadhifa zile walizo nao, watu kama Opiyo Wandayi, John Mbadi hivi ambao hawataki kutoka kwenye chama. Kwa hivyo huenda chama kikasambaratika na huenda pia chama kikabaki imara, lakini kwa viegezo tofauti. Martin Olo, Rais William Ruto, yeye ni kiongozi wa
UDA, lakini ametoa kauli nzito sana kusema kwamba atakilinda chama cha ODM ambacho kinampinga kama kiongozi wa UDA. Kwa nini unaona alitoa kauli hizi? Ni kwamba anakihitaji sana chama hiki ama ni chama kinamhitaji yeye zaidi? Jamani, hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba Rais Ruto si mgeni katika chama cha ODM. Yeye alikuwa mmoja wa waanzilishi wa chama cha ODM, kwa hivyo anakifahamu. Yeye alikuwa kwenye kile kikundi cha Raila ambacho kilikuwa kinaitwa The Pentagon. Nakumbuka ya kwamba katika hiyo Pentagon alikuwepo yeye Ruto na alikuwepo Musalia, na sasa hivi Ruto ako na Musalia, na kabla ya baba kwenda alikuwa tayari ako na baba. Kwa hivyo si mtu aliyekuwa mgeni katika chama hichi. Ni mtu ambaye anasema kwamba kuna uwezekano ODM ikawa serikalini ama ODM ikaunga serikali. Si ajabu ya kwamba nikitabiri hapa huenda ODM na UDA wakawa na watu ambao watakuwa wanawania kiti cha urais na ikawa mtu huyo ni mtu mmoja. Yaani ODM wakasema rais wao ni Ruto, na UDA wakasema rais wao ni Ruto. Kwa hivyo si ajabu anaposema hawezi kuachilia ODM, ana maana ya kwamba huenda akasema ya kwamba ataweka vibaraka vyake hapo, ndio wakati ukifika wa kusema ni nani atakayebeba bendera ya urais ya ODM abebe yeye, kwa sababu sasa atakuwa ni ODM yuko serikalini ama itakuwa ni kati ya vyama ambavyo vitakuwa vinaunda serikali. Si ajabu. Mwisho kabisa, yeye Rais Ruto ni mtu ambaye ni mwanasiasa shupavu. Katika kutafuta ushirikiano kati yake na Raila, alijua ya kwamba huyu ni kigogo, huyu ni mbabe wa kisiasa, na nikiungana naye na niunge mkono, bila shaka nitaweza kurithi watu wake katika sehemu ya Nyanza. Kwa hivyo hilo sio jambo ambalo alikuwa analifanya kwa kutoangalia mbele. Mwisho kabisa hapo ni kwamba wakati wa mazishi haya alitoa kila mbinu katika kitabu cha siasa kwa hakika. Haya, tumempoteza hapo. Bi Maimuna Mwidau, naja kwako hivi sasa. Umemsikia hapo Martin Olo akijaribu kuzungumzia kuhusu kile ambacho kinaweza katokea kati ya chama cha ODM na UDA, chama cha Mheshimiwa Rais Ruto. Kuna kauli ambayo ilitolewa na Otiende Amolo, akasema uamuzi wa kuweka mgombea katika uchaguzi ujao kwa chama cha ODM, huo ni uamuzi ambao utapitishwa na chama, na uamuzi wa kumuunga mkono Rais Ruto ugombea urais, huo nao ni uamuzi ambao utapitishwa na chama, na uamuzi wa kumkubali katika chama cha ODM, huo nao ni uamuzi utapitishwa na chama. Lakini lengo la sasa ni kukiweka chama cha ODM katika uimara. Unaona kuna uwezekano kwamba chama hiki cha ODM kinaweza kikamkaribisha tena Rais Ruto chamani, akiwa miongoni mwa wale waasisi wa chama hiki? Kwa maoni yangu, sioni Rais Ruto kurudi ODM. Chama kitaamua nani atasimama kama rais, ama chama kitaweza kuamua kama Rais Ruto atakuwa ndio kiranja wao, ama pengine kutakuwa na makubaliano, pengine kutakuwa na muungano thabiti wa kuonesha kwamba sasa kuna muungano wa ODM pengine na UDA pamoja na vyama vingine, na wote wakubaliane kwamba rais atakuwa ni Ruto. Hilo lawezekana kwa sababu tayari KK kuna vyama karibu 14. Jambo ambalo naona kwamba Rais Ruto anaweza kujaribu sana ni kwa sababu ya ule usuhuba aliokuwa nao na uanzilishi wa ODM pamoja yeye akiwa mundani. Kwa hiyo ana uwezo wa kuvutia wale ambao alikuwa akifanya kazi nao zamani na ana usuhuba pamoja nao. Na hii ni siasa. Watu wanaangalia wakati unapokwenda. Wale unaowasikia ambao wanazungumza kwamba sisi tutabaki kwenye serikali ni kwamba washakubali kwamba tayari kuna kiranja mpya, watapiga magoti kwa Ruto sasa. Baba hayupo tena. Kuna wale rais wanaweza kufanya kazi hiyo. Na kuna wale ambao wanaona labda wakienda upinzani, wakianza upinzani na mapema, wataitwa, wabembelezwe, watafute kile wanachokitaka wakipate. Hii ni siasa, hakuna kitu ambacho ni kigumu sana katika siasa. Ukiamka unaweza kuwa mrengo huu na ukilala unaweza kuwa uko mrengo ule mwingine. Watakwambia hii kawaida ni ya siasa na ni siasa ya Kenya. Kwa hiyo Rais Ruto hapa ana kazi kubwa kuhakikisha kwamba ule muungano wa ODM ukija kukaa waamue wampendekeze yeye. Hiyo ni kazi pia ambayo lazima aifanyie
ichukue muda na ifanyie kazi kuhakikisha kwamba wakiwa kwa umoja wao wataweza kumkubali, basi nguvu ya ODM itakuwa pale. Lakini na ODM pia itabidi waweze kutafuta namna watakavyoweza kupata nafasi zaidi katika kuunga serikali, kwa sababu watakapokuwa wataleta ufuasi wao ambao ni mwingi kwa sasa hivi bungeni, basi hakuna budi ila watoe matamko yao kusema sisi kama ODM tukiweza kukuunga mkono hiki na hiki na hiki ndio tunachokitaka. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linawezekana kwa wakati wowote. Haya, asante sana Bi Mwidau. Profesa Monda, naja kwako hivi sasa. Umemsikia hapo Bi Mwidau anazungumzia uwezekano wa kuundwa hiyo miungano, chama cha UDA, chama cha ODM, lakini pia vile vile kuna Jubilee, kuna siasa za mlima, pia vile vile kuna uwezekano pengine kama Ruto atakuwa hawezi kupata ule uungwaji mkono anaohitaji kutoka maeneo ya Nyanza na ukambi ya magharibi, hasa chama cha ODM. Unaona pengine anaweza akarejea tena katika eneo la mlima ambalo lilimsaidia sana pia katika kupata kura nyingi. Sidhani kamwe ataweza kurejea kwenye eneo ya mlima, kwa sababu amesambaratisha uhusiano wake wa kisiasa na Rigathi Gachagua, kigogo wa kutoka mlima, na pia uhusiano wake na wapiga kura kutoka eneo ya mlima pia hawamuamini tena, hawamuamini kamwe. Mimi nadhani kwa maoni yangu hata ondoka kutoka UDA au UDA kuingia kwenye ODM kwa sababu za kisiasa, huenda pengine ODM ikampiga chenga na ile tikiti wakati wa kura, huenda kukawa na migawanyiko akiungana na ODM. Nadhani atakachokifanya ni kujaribu kuunda serikali ya muungano, Government of National Unity, kwa mfano ilivyo Afrika Kusini kwa wakati huu. Yani kuingiza vyama vya upinzani kwa lengo ya kutenga mlima, hususan Rigathi Gachagua, akiweza kwa mfano kumuingiza Kalonzo Musyoka na chama chake kwenye muungano huu wa kitaifa, akiweza kumuingiza Fred Matiang'i kwa muungano huu, pengine Natembea kutoka magharibi, na kuitenga mlima iwe sasa kama ile kura ya mwaka 2007, yani 41 against 1, 41 kulumbana na mlima na eneo moja. Nadhani ataenda kwa njia hiyo. Kitendawili kilichoko ni kwamba hivi vikundi tofauti vya kieneo kwenye chama cha ODM, tuseme Pwani, Magharibi na Nyanza Kusini, kweli zitaweza kubaki pamoja, hususan sana wakati huu Ruto akiwa na ushawishi na kujaribu kuingia kwenye chama cha ODM. Sidhani kamwe ya kwamba Ruto atarejelea kwenye mlima Kenya kwa wakati huu. Martin Olo, eneo la Nyanza au niseme eneo la Magharibi ni eneo ambalo linakuwa na shughuli nyingi sana za kisiasa, na pia vile vile lina idadi kubwa ya wapiga kura. Halafu kuna bonde la Ufa pia vile vile. Hili ni eneo ambalo tungeweza kusema kwa ujumla wake ni ngome ya Mheshimiwa Rais Ruto. Na halafu kuna eneo hilo la mlima ambalo tumekuwa tukiligusia hapo. Halafu vile vile kuna eneo la Pwani ambalo hili sasa hivi tungeweza kusema kwa kiwango kikubwa lilikuwa linadhibitiwa na chama cha ODM chini ya uongozi wa marehemu Raila Odinga. Kuangalia zile siasa kwa hapa ambapo tumefikia, mchanganyiko huu wa haya maeneo na kura, unaona kwamba mjuzi huyu wa siasa Rais Ruto anaweza kuchanganua vipi karata zake kuhakikisha kwamba serikali yake dau haliendi mrama mpaka mwaka 2027, na halafu baada ya hapo ahakikishe kwamba yeye anaingia katika awamu ya pili ya madaraka na kupinga ile kauli mbiu ambayo imekuwa ikipigiwa kelele sana sasa hivi ya one term. Bila shaka Rais Ruto yeye anatafuta two term, yeye si mtu one term. Na anapotafuta hiyo two term ana mipango yake, na ningependa kufikiria anapanga hivi. Kwanza kabisa angependa kushikilia bonde la Ufa. Pili, angependa kutoa maji kutoka kwa upande ule wa ziwa la Victoria, aingize maji hayo pale kwenye bonde la Ufa. Sema hivyo nasema ni kura. Na angependa kushika
maji ya bahari Hindi, kuhakikisha kwamba anamshika Joho na anamshika Kingi, na hakikisha kwamba ile sehemu ambayo ilikuwa inampigia baba Raila inakuwa yake. Haya, nafahamishwa kwamba Martin Oloa anapata changamoto hapo. Swali hili basi ni kutupie wewe, Bi Maimuna Mwidau. Naam. Endelea. Nafikiri Charo, ili wimbi la one term linaweza kudhibitiwa ikiwa rais atakaa apige hesabu zake sawa sawa kwanza. Kwa sababu tukiangalia mwaka 2022 baada ya uchaguzi tuliona kwamba alimshinda marehemu Raila Amolo Odinga kwa kura za 200,000 peke yake. Na wakati huo tegemeo lake kubwa lilitokana na kura za wingi zilizotoka Mlima, ambayo ilikuwa nafikiri ni 46% kama sijakosea. Na tukiangalia kwa juu peke yake hatuna uhakika sana, tunategemea kwamba hizo kura zilikuja na Mheshimiwa Rigathi ambaye alimfurusha hadharani. Kwa hiyo tukipiga hesabu, kwa sababu siasa ni hesabu tu ya wingi wa wale watakao kusimamia na watakao kukubali. Tukipiga hesabu kuondoka kwa Gachagua, tuchukulie kwamba pengine nusu ya zile 46 zimeondoka. Usitegemee kwamba, tusichukulie Mlima kwamba ni Mlima wote wako akili zao ni moja. Pengine kuna wengine wako watampa support na wengi wao pengine hawatampa support. Ndio. Sasa kwa sababu upinzani ulikuwa umeshindwa na 200,000 peke yake, na sasa katika upinzani amenyofoka ODM, ameingia katika serikali. Lakini sidhani ODM ilikuwa na idadi kubwa zaidi katika kura zile zilizokuwa katika upinzani. Kwa hiyo mahesabu hapa ni kwamba Rais Ruto lazima atafute kiwango kile ambacho angeweza kuziba pengo alilotoka nalo Gachagua. Hapo kwa ukweli ndio tutajua kwamba atapata tamu ya pili. Na bila ya kufanya hivyo, Pwani kwa hakika ndiyo ilikuwa ni ODM, lakini imefifia kwa sababu wajumbe wake ama magavana zote ukiangalia wamekuwa wachache, si kama kabla ya 2022. Kumekuwa na mvuto mkubwa wa kwamba kiongozi lazima aibuke kutoka Pwani ambaye ataweza kukaa katika meza ya kitaifa na yeye aweze kujadiliana kwa minajili ya Pwani. Kwa hiyo Pwani kidogo kuna mabadiliko ya taratibu yanayokuja kama na mawimbi yetu ya taratibu tu ya magharibi. Kwa hiyo kwa kifupi, Rais Ruto ana kazi kubwa ya kwenda kutafuta zile kura alizotoka nazo Gachagua, na ODM pia ifanye kazi kubwa kutafuta zile kura ambazo walikuwa nazo hapo awali waweze kumgaia, na yeye ndio atakapoweza kupata tamu ya pili. Lakini kwa kumjua Rais Ruto na historia yake ya kisiasa, ni mtu ambaye hachukulii urahisi haya masuala. Ni mtu ambaye anaijua hii kazi vizuri. Tangu alipokuwa KANU, hizi kura za grassroots hapa chini anazielewa vizuri sana na anajua namna ya kwenda kuzikusanya. Kwa hiyo sina shaka hivi yuko katika harakati ya kupiga ile hesabu na kuhakikisha hata kama atashinda na kura moja, iwe kura moja hiyo itampa tu tamu. Haya, Profesa David Monda, naja kwako hivi punde, lakini nafahamishwa Martin Oloa amerejea katika laini ya simu. Martin, ulikuwa umeanza kutoa maelezo, nakupa fursa hii uweze kuendelea. Nilikuwa nimesema ya kwamba Rais Ruto yeye ni mtu ambaye ana ushupavu wake, na bila shaka atatafuta kushikilia eneo la magharibi, kushikilia eneo la Nyanza, na kutafuta mbinu kule Maimuna na wenzake waliko kule Mombasa. Atajaribu kuhakikisha kwamba amemshika Joho na amemshika Kingi, na atafute wengine, hilo kapu la Raila liendelee kuwa na yeye, na bila shaka atatafuta marafiki upande wa magharibi na atawapata. Haya, Profesa David Monda, tumeona shughuli nyingi sana, tukiangalia kwa upande wa siasa, yupo Musalia Mudavadi na chama chake cha ANC, yupo Moses Wetangula wa Ford Kenya, yupo Moses Kuria wa chama cha Kazi, na hata chama cha KANU tumeona sasa hivi Rais Ruto akimtembelea Gideon Moi, na inavyoonekana tayari huyo yuko ndani. Kwa hiyo anajipanga sasa hivi kuelekea mwaka 2027, na tungeweza kusema kwamba maeneo hayo ya Baringo na tuseme bonde lote la Ufa tayari ni kama liko kapuni, na yamkini rais akaepuka lile shoka la one term. Profesa, unasemaje? Nasema kwake kujaribu kumuingiza Gideon Moi kwenye chama chake cha UDA
haitabadilisha lolote, kwa sababu zile kura za bonde la ufa zipo kwenye kikapu chake tayari. Hakuna njia yoyote kwamba Gideon Moi ataongeza kura zozote pale, na nadhani mtu kama Moses Kuria sidhani atakuwa na wimbi lolote kubwa la kujaribu kumuongezea kura Rais Ruto kutoka eneo ya Mlima Kenya. Hatari iliyopo kwa wakati huu kaka mkurugenzi ni kwamba njia hii au hii tabia hii ya Rais Ruto kutumia pesa za serikali kushawishi au wanasema kununua wanasiasa wa upinzani, vile mwalimu wake Rais Moi alivyofanya miaka ya 90, kuwashawishi na kuwanunua kuingia kwenye serikali, ina hatari nyingi, kwa sababu bado ni miaka miwili kabla ya kuja kwa uchaguzi. Vile alivyokuwa anatoa hizi hela kwa kiwango kikubwa, pesa nyingi zinatumika, kuna hatari ya kwamba hela hizi pengine zikawa nadra tukikaribia uchaguzi mkuu, na pia kuna ile hatari ya kwamba wanasiasa wakachukua hela hizo zake na bado wasimpigie kura. Kwa hivyo kitendawili chake kikubwa ni kwamba anaanza na pengo la kura 35% hivi za Mlima Kenya nyuma, na kazi yake kubwa ni kujaribu sio tu kujaza ile pengo la 35%, lakini kuongezea kwake pale. Na nadhani kwa wakati huu siasa ni kama zinampiga chenga. Bado ana uzoefu, lakini bado anatumia mitindo ya miaka 90 kujaribu kuigawanya upinzani. Sidhani ya kwamba mitindo hiyo itaweza kumfaidisha Rais Ruto kwa wakati huu. Nije kwako Bi Maimuna Mwidau. Ukiangalia sasa hivi kizazi cha vijana ambacho kipo sasa hivi Gen Z, wamekuwa wakitia pressure sana kumshinikiza mageuzi na mambo yafanyike kulingana na vile ambavyo wanataka wao. Kuna miswada kadhaa ambayo ilitiwa saini na rais ikafanyika kuwa sheria, ingawa sasa hivi kumewekwa zuio na mahakama ili uchunguzi ufanyike, halafu uwezekano ni kwamba mahakama huenda ikaamua kwamba tayari hoja ambazo zimewasilishwa zimepitwa na wakati. Unaona nini mbele kuelekea mwaka 2027? Vijana watarejea tena mabarabarani na kuanza kumshinikiza rais kutaka yale mambo wanayoyataka kwa ajili ya Wakenya wote? Hilo ni swali ambalo Wakenya wengi tumebaki twajiuliza. Haya mabadiliko yatawezekana kupitia maandamano, ama mabadiliko yatawezekana kupitia njia ya demokrasia na kuchukua kura yako na kwenda kupiga na kuamua kwamba nataka kiongozi fulani? Kwa sababu tumeona maandamano yameleta athari nyingi, yameleta mwamko, ndio kujua kwamba vijana wako tayari kuleta mabadiliko katika nchi, kutumia maandamano, kutumia mahakama. Yote haya yamefanyika, lakini tangu IEBC imeundwa na tukategemea kwamba watakapotoka kuanza kazi zao, tulitegemea vijana watajitokeza kwa wingi kwenda kuchukua kura ili kuleta yale mabadiliko ambao wanayataka. Kwa hiyo kama wangekuwa wamejitokeza mpaka dakika hii, zile hesabu tungekuwa tuziona kwamba hawa wanaweza kuleta mabadiliko, kwa sababu hata rais mwenyewe akiona idadi ya watu waliojitokeza vijana, angeweza kubadilisha labda mwelekeo, akajaribu kuzungumza nao na kuangalia ni kitu gani anaweza kufanya ili apate ile support ya wale vijana kwa wingi na apate tamu yake ya pili. Lakini mpaka wakati huu Charo, ni kwamba haijaonekana ule mshtuko na mtikisiko mkubwa uliojitokeza wa vijana katika kujiandikisha kura. Na inapokuwa kubadilisha serikali lazima upitie kwenda kupiga kura, na kama hilo halifanyiki, basi hayo mabadiliko aghlabu kama yatajitokeza, na maandamano peke yake hayawezi kuleta mabadiliko ambayo yatakikana. Na kwa sababu ya usalama wa nchi, tungependelea kwamba wajitokeze vijana majenzi kwa wingi, wende wakajiandikishe, halafu siku ya kura watoke wapige kura vile wanavyotaka, wanavyoona ni bora kwao, wapige kura. Lakini mpaka dakika hii ni mambo ambayo yametia watu wasiwasi, kwa sababu ule mshindo wao umekuwa sasa wafifia.
Haya, asante sana. Martin Olo, nafahamishwa uko katika laini ya simu. Naam. Kuna miswada kadhaa ambayo ilitiwa saini na rais wakati wa kipindi hiki cha kuomboleza kifo cha Raila Odinga, na vijana wametoa kauli wakisema kwamba wakikamilisha kile kipindi cha maombolezo basi watarejea tena mabarabarani kujaribu kuitia kishindo na kumshinikiza rais kwa hatua ambayo alichukua. Unaona nini kuelekea mwaka wa 2027? Je, vijana watarudi mabarabarani kweli kama wanavyosema, au unaona pengine watachukua zaidi kuhamasishana na kujitokeza kujiandikisha kama wapiga kura, wasubiri mwaka 2027 ili wafanye mabadiliko kwa njia ya debe? Kitu ningependa kuchangia cha muhimu ni kusema kwamba kuwajibika sio jambo la kupiga kura. Kuwajibika, tunawajibika kila wakati. Viongozi wanapochaguliwa ni lazima waweze kuwekwa hapa na hapa, ndipo waweze kutenda kazi na waweze kujua kwamba kutakuwa na upinzani ama kutakuwa na pingamizi iwapo hawatatenda kazi kwa jinsi wengi wanavyotaka. Kwa hivyo vijana hawa sio tu kwamba ni lazima wajibike wakati wa kutafuta kupiga kura, lakini madamu wanasema kwamba wakisikia kitu ni kibaya watatokezea, ni cha muhimu sana wao kuendelea kufanya hivyo. La pili, ndio ni lazima pia wachukue kura, waweze kuenda kuhakikisha kwamba wakati unapofika sio tu kupigia wengine kura, lakini pia wenyewe wajiweke kwenye sanduku hili ama kwenye kinyang'anyiro ili kwamba nao pia waweze kuchaguliwa. Ndio wanapohesabu viongozi bungeni, viongozi pale serikalini, nao wawe pale kwa sababu ya haki, kwa haki, sio kwa sababu wamepewa ama wamependelewa. Kwa hivyo lazima wafanye hivyo. Lakini la tatu la mwisho ni kwamba vijana hawa hawaongei mambo ambayo Wakenya hawaelewi. Bila shaka wanaongea mambo ambayo Wakenya tunaelewa. La muhimu hapa ni kwamba wanataka viongozi waajibike, wanataka tutumie rasilimali ya Kenya vizuri, mapato ya kodi yatumike kwa njia nzuri, awe na uwazi serikalini, awe na mambo ambayo yanaweza kuchangia elimu na afya. Kwa hivyo wao wanachokisema sio tu wapige kura, naomba wapige kura, lakini licha ya kwamba wapige au wasipige, ni lazima waendelee kutoa sauti hiyo, iwe ni barabarani, iwe ni katika migomo, iwe ni katika mitandaoni. Ndio maana sheria hii ambayo imetungwa ina hasa walenga wao, na wataipinga, na bila shaka tayari mahakamani mambo haya yako pale, na huenda mahakama ikakubali kwamba sheria hii ni kinyume na katiba. Profesa David Monda, tunakaribia kukamilisha kipindi chetu. Umoja wa nchi ya Kenya na amani ya taifa, baada ya haya yote ambayo yametokea na yale ambayo yanashuhudiwa katika ulingo wa siasa, unauona wapi mustakabali wa umoja huu na ule mshikamano? Kumekuwa na viongozi ambao wanatoa kauli za chuki, kauli za kutaka kuigawa jamii ya Wakenya kama yule gavana wa Nyeri. Nadhani tupo pahala pagumu sana kwenye sokomoko za kisiasa kule Kenya. Kuna matamshi haya makali hususan uchaguzi ukiwa unakaribia. Kwa hivyo hali ni ngumu, hali ni tete. Changamoto iliyopo ni kwamba serikali ya William Ruto itaweza pia kudhibiti matamshi ya kutoka wanasiasa wa mrengo wa UDA, na pia pengine kuleta utulivu na matamshi ya wanasiasa wa upande wa upinzani. Sidhani itakuwa hivyo. Uchaguzi huu utakuwa mgumu kabisa, na matamshi ya chuki nadhani yataendelea kuwa makali tena zaidi, kwa sababu hali ya William Ruto kwa wakati huu ni hali tete. Haya, asante sana Profesa. Bi Maimuna Mwidau, neno lako la mwisho tunakamilisha. Mimi maoni yangu ni kwamba na matumaini makubwa na nchi yetu ya Kenya, kwa sababu pale tulipotoka ni mbali, tangu enzi ya Kenyatta wa kwanza mpaka hapa tulipofikia. Tumejifunza mengi kama Wakenya. Nafikiri kila tutakapokwenda, watakaotoa matamshi mabaya watapata wengine watatoa matamshi ya kuunganisha, na tunaomba kwamba kila tutakavolumbana katika siasa zetu tutafautiane, lakini Wakenya ni mahodari wa kutafuta amani kwa haraka sana, kwa sababu hapa tulipo tuna majirani ambao nchi zao pia za legalega. Tuna wengine ambao hawana uhuru mwingi kama ambao sisi tulionao sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri kama Wakenya tutafanya bidii juu chini, tuone kwamba tumeimarisha nchi yetu kwa njia moja ama nyingine.
Haya, asante sana. Na msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili mustakabali wa siasa za nchi ya Kenya baada ya kifo cha Raila Odinga. Mezani tumekuwa naye Bi Maimuna Mwidau akiwa katika mji wa bandari wa Mombasa huko pwani ya Kenya. Mjini Nairobi alikuweko Martin Olo, mchambuzi wa siasa, na huko nchini Marekani tumebahatika kuwa naye kwa mara nyingine tena Profesa David Monda. Mwenyekiti nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.